Mheshimiwa Sixtus Mapunda, mkuu wa Temeke, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Alhaji Sheikh Hassan Othman Ghali, Kadhi Mkuu Dr. Sheikh Ahmed Musa Salum, mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania na mlezi wa taasisi hii ya Al-Hilal Quran, Meja Jenerali Shamsi Balaghashi, mkuu wa kamandi ya anga ya Jeshi la Wananchi Tanzania, akimwakilisha mkuu wa majeshi Sheikh Abdullah Salmi Abode, shehe wa wilaya ya Temeke Sheikh Salih Ahmed Abdalla, imam mkuu wa msikiti wetu hapa Chamazi, natambua uwepo wa mashehe wote, natambua pia uwepo wa Ustadhi Sudi Musa, mwenyekiti wa taasisi yetu ya Al-Hilal Quran, mashehe wa wilaya, viongozi wakuu wa taasisi mbalimbali za kidini mlioko hapa, ndugu waandishi wa habari, washiriki wa utunzaji wa Qur'an, ndugu Waislamu wote mlioungana nasi leo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia uhai na afya njema, pia neema za pamoja na kutuwezesha leo kukutana hapa kwenye tukio hili muhimu kubwa la Afrika na mashindano ya 16 ya Qur'an tukufu ambayo leo tunahitimisha muda mfupi ujao. Nataka nitoe pongezi nyingi tena za dhati kwa taasisi hii ya Al-Hilal Quran Foundation kwa jitihada zenu kubwa katika kuandaa mashindano haya makubwa ya kiwango hiki. Uwezo wa mashindano haya kwa miaka 16 mfululizo ni dalili ya dhamira njema ya kuhamasisha vijana wetu katika kuzingatia na kutunza Qur'an tukufu. Lakini pia kitendo chetu cha kuendelea kuhakikisha maadhimisho haya ya utunzaji wa Qur'an tukufu inakwenda kuhakikisha kwamba sasa tunalinda utamaduni wetu wa kidini, lakini pia maadili na imani ya dini yetu ya Kiislamu. Ndugu viongozi, mashehe na Waislamu wote mlioko hapa, mashindano haya ni muhimu sana na manufaa makubwa kwa washiriki, lakini pia kwa taifa zima, kwa sababu yanawawezesha washiriki kuwajengea uwezo wa kuhifadhi na kuelewa mafundisho ya Qur'an tukufu. Kupitia mashindano haya tunahamasisha pia vijana wetu kuwa na moyo wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa juhudi zote. Ndugu Waislamu na wageni wetu mlioko hapa na ambao mnatufuatilia kupitia vyombo vya habari, malengo mengine ya kupanua wigo wa maarifa ya dini unapatikana pia kutokana na mashindano haya. Lakini pia tunakwenda kuhamasisha jamii nzima kuhusu umuhimu wa Qur'ani, na ndio kwa sababu leo tulishuhudia Waislamu wote wamejaa kwenye uwanja huu. Lakini pia umuhimu wa Qur'an unakwenda kuijenga jamii yetu kiimani zaidi, na kwamba kila mmoja anaweza kuzingatia mafundisho yanayotolewa kwenye Qur'an. Ndugu Waislamu na wengine waalikwa, mashindano haya ni fursa yetu, yanakuza sana imani na maarifa tulionayo katika kutenda matendo mbalimbali. Lakini pia kuhifadhi Qur'ani ni jambo lenye manufaa mengi, kwani pia linaimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu na inajenga msimamo wa kiroho.
Katika jamii yetu vijana wengi wenye elimu na maarifa ya dini wamekuwa ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo. Vile vile tunatambua kwamba imani imara ya kidini hujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia inajenga huruma, tabia ya kujitoa, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa ujumla kwenye jamii. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa upande mwingine kuna mashindano haya na mchango mkubwa katika kuimarisha amani yetu katika nchi, mshikamano wetu katika nchi na kulifanya taifa letu kuwa bora. Na kuhamasisha vijana kuhifadhi Qur'ani, wanakuwa na imani thabiti na maadili, na hivyo kuchangia katika kujenga taifa hili imara lenye watu wenye maadili mema wanaotamani wakati wote kuliona taifa hili likuwa na amani, utulivu na mshikamano. Lakini Qur'an tukufu na mashindano haya ambayo leo taasisi ambayo inafikiriwa imeandaa inakwenda pia kuimarisha na sekta ya kiuchumi. Tunapozungumzia uchumi, maanake kupitia mashindano yenyewe washiriki wanaofanya vizuri wanapewa zawadi, lakini pia kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa, usafiri, lakini pia kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa kwa umma unaoshiriki mashindano haya unanufaika kwa namna moja au nyingine. Mashindano haya pia yanachochea maendeleo ya sekta ya utalii. Tunapoona washiriki kutoka nchi mbalimbali wanakuja nchini kwetu wakisindikizwa na familia zao, hawa watalala, watakula, lakini pia watafanya shughuli za kijamii, na kwamba ugeni wao kwenye nchi yetu, wao wanakuwa mabalozi wazuri wa kulieleza taifa letu, wanakuwa mabalozi wazuri wa kushuhudia uzuri na utamaduni wetu, na ni fursa ya kuonyesha ulimwengu kwa Tanzania ni taifa lenye misingi imara na dini na utamaduni wetu.